Kristo. Dominika ya 13 ya mwaka A wa Kanisa. Somo la kwanza tumesikia habari za nabii Elisha. Elisha aliishi karne ya 9 kabla ya Kristo. Huyo alikuwa mrithi wa nabii Eliya. Elisha alitumwa na Mungu kuwa nabii nyakati ambapo wengi walikuwa wamemwasi Mungu, walikuwa wanaenda kinyume na maisha ambayo Mungu anayataka. Sasa katika safari zake, katika utume wake, mara kwa mara alikuwa anapita kwenye mji wa Shunemu. Shunemu ulikuwa ni mji ambao umejengwa kando kando ya mlima, na palikuwa na uwanda mkubwa ambapo ilikuwa ni eneo zuri kwa ajili ya kilimo. Kwa hivyo watu walioishi maeneo hayo walikuwa na hali nzuri ya kiuchumi. Basi hapo Shunemu alikuwepo mama mmoja ambaye kwenye nyumba yake Elisha alikuwa anapita mara kwa mara. Anapita, anakaribishwa chakula, anaendelea na safari. Lakini mama huyu aliona kitu cha pekee kwa nabii Elisha. Hivi akamwambia muomba mumewe kwamba mimi naona mtu huyu ni mtakatifu wa Mungu. Sasa naomba tumjengee hapo pembeni, tumwekee chumba kusudi akiwa anapita hapa awe anaweza kabisa kulala. Tujenge chumba, tumwekee na kitanda, meza na kakiti pamoja na taa. Basi akiwa anapita hapa sio tu kula, awe anaweza hata kupumzika, alafu anaendelea na safari yake. Basi wakafanya hivyo. Elisha alipofika amekaribishwa vizuri kama alivyozoea kukaribishwa, lakini sasa ameona mazingira yamekuwa mazuri kabisa. Anapoondoka anaonja fadhila hiyo ambayo ameipokea. Anashauriana na msaidizi wake Gehazi, vipi, tufanye nini kwa ajili ya hawa? Wanaweza kuwa na hitaji gani? Huyu msaidizi wake akamwambia, mama huyu hana mtoto, halafu tena tayari ni umri umeenda na mume wake tena ni mzee. Elisha akamwambia, mwite. Ameitwa mama na anaambiwa pale pale, mwakani muda kama huu utakuwa umekumbatia mtoto wako. Na kweli mambo yalikuwa hivyo. Kwa hivyo wapendwa, hapa tunaona namna ambavyo familia hiyo imeonyesha ukarimu na baadaye wamepokea fadhila, wamepokea matunda ya ukarimu kutoka kwa nabii huyo. Yapo mambo mengi tunaweza kujifunza, tunaweza kutafakari kutoka kwenye simulizi hili, lakini la kwanza ni kubwa ni hilo, tunakumbushwa kuendelea kuwa wakarimu. Tuwe wakarimu wakati wote, tuwe wakarimu kwa mambo hata madogo madogo ya kawaida tu. Tunakumbushwa kuwa wakarimu, lakini pia tunakumbushwa kuwaheshimu watumishi wa Mungu. Tuwapende na kuwaheshimu ambao wanafanya kazi ya kutangaza habari njema, ya kutuletea ujumbe wa Mungu. Pia kutoka kwenye simulizi hili tunakumbushwa kwamba tuwe na macho ya kimungu. Tunapomtazama yeyote yule, tumtazame kwamba kila mtu yupo katika sura umbo na sura ya Mungu. Tuwe tunatazama, tusiwaangalie watu fulani na kuanza labda kuwahukumu kwa mtindo fulani, labda udhaifu wao. Hapana, kila mmoja ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Tuwe na macho hayo ya kiroho tunapowatazama watu. Na familia hii tunaona walikuwa wakarimu. Ukarimu wao waliokuwa wanafanya sio kwamba walikuwa wanafanya ukarimu, wanaonyesha ukarimu kusudi waweze kupata kitu.
ukarimu kwa ajili ya kupata faida. Hapana, wao walikuwa tu wakarimu, wanaonyesha ukarimu, wanamkaribisha, wanamhudumia, wanampa chakula na kadhalika. Baadaye ndio wakamwekea na chumba hicho. Kwa hivyo hawakutarajia, hawakuwa na malengo ya kupata kitu, lakini basi imetokea ilivyotokea, wameweza kupata fadhili hiyo. Na pia katika maisha yetu yapo mambo mengine ambayo ni magumu, hayawezi kuelezeka, au mambo ya kutukatisha tamaa. Sisi tunapaswa kuendelea kuwa na imani, kumtumainia Mungu. Mungu anaweza kufanikisha au kuwezesha hata yale ambayo ni magumu tunafikiri hayawezekani. Kwa Mungu yanawezekana. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, tunaendelea leo kutafakari sura ya 10 ya mwinjili Mathayo. Sura hii inaitwa hotuba kwa ajili ya uchungaji, kwa ajili ya utume. Yesu alikuwa anazungumza zaidi na wanafunzi wake, anawapa maelezo anapowatuma waende kutangaza habari njema za ufalme wa Mungu. Pamoja na kuwa aliwaambia watapata mafanikio, kutakuwa na ufanisi katika kazi, lakini aliwaeleza waziwazi changamoto ambazo watakutana nazo. Watakutana huko na kukataliwa, watanyanyasika, watateswa na hata kuuawa. Lakini pia anaendelea sasa kuwapa tahadhari. Nyuma kidogo ya aya hizi ambazo tumezisikia leo, ndipo pale Kristo aliwaambia kwamba sikuja kuleta amani, bali mafarakano. Kwamba habari njema inapohubiriwa, wapo wengine wanaweza hata kufarakana, iwe ni ndani ya familia, iwe ni kati ya ndugu. Mmoja anapokea, wengine wanashindwa kupokea, wanashindwa kumwelewa. Basi alikuwa anawaambia hayo kwamba yanaweza kutokea yote hayo. Hivyo alikuwa anawaandaa kisaikolojia kwamba yanapotokea wasiwe wanashangaa sana. Yesu aliwatahadharisha yote haya. Lakini sasa anaendelea kuongea sasa leo gharama za kuwa mfuasi. Kuwa mfuasi wa Yesu kuna gharama zake. Anasema Yesu, apendaye baba au mama kuliko mimi hanistahili. Tena anasema apendaye mwana au binti kuliko mimi hanistahili. Hapa sio kwamba Yesu anaenda kinyume na mafundisho. Wakati mwingine amefundisha tuwaheshimu wazazi wetu, tuwapende baba na mama na kadhalika. Maneno haya hayapo kinyume na hilo. Hapa ni swala la kipaumbele. Yeye anachukua nafasi ya kwanza kuliko vyote, nafasi ya kwanza kuliko hao wote, wawe ndugu, wawe jamaa wa karibu na kadhalika. Kumfuata Yesu anachukua nafasi ya kwanza. Hao wana umuhimu wao, wana nafasi zao za pekee, lakini Yesu anachukua nafasi ya kwanza. Ana umuhimu wa pekee, kwamba wazazi au ndugu, kaka na dada wasiwe kikwazo katika njia yako ya kumfuata Kristo. Mfuate Kristo, lakini na mengine hayo yanafuata. Anasema pia mtu asiyechukua msalaba wake akanifuata hanistahili. Kuchukua misalaba na kumfuata. Neno msalaba kwa wasikilizaji wake wa wakati ule ilijulikana wazi kwamba ndio adhabu ya pekee kubwa ambayo mmoja alikuwa anapewa, kubebeshwa msalaba. Lakini hapa msalaba, Yesu anamaanisha mambo mbalimbali ambayo tunaweza kuwa nayo, masumbuko, changamoto ambazo tunakuwa nazo, lakini hizo tunazibeba katika njia ya kumfuata yeye, tunaenda nazo. Yapo mambo ambayo yanaweza kuwa
yanaonekana kuwa mizigo katika njia hii ya kumfuata Kristo. Inaonekana kuwa ni usumbufu, inatuletea taabu, mahangaiko, lakini Kristo anatuambia tuyabebe hayo yote, tuende nayo katika njia ya kumfuata yeye. Yeye mwenyewe pia aliubeba msalaba, alikutana na magumu na changamoto nyingi, lakini hakuacha kutimiza lengo lake. Kwa hivyo hata sisi katika njia ya kumfuata yeye tubebe. Tunaweza kuwa tuna magonjwa, tunaweza kuwa tuna majukumu mbalimbali, majukumu ya kifamilia, majukumu ya kazi na kadhalika. Hayo tunayo, lakini hayo yasitufanye sisi tuiache njia ya kumfuata Kristo. Tuibebe misalaba hiyo na tuendelee kumfuata. Anasema Yesu, mwenye kuiona nafsi yake ataipoteza, naye mwenye kuipoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Hapa tunaona Kristo anazungumza kitu cha ajabu, cha tofauti na mantiki ya kawaida ya kiulimwengu. Sisi tunapoishi tunapenda kuzitunza nafsi zetu, kuitunza miili yetu, kuiokoa na uharibifu wowote na ubaya wowote. Lakini Kristo sasa anasema afadhali kuipoteza nafsi, hata kuangamiza mwili wetu, kupotea, lakini baadaye tutaiokoa nafsi hiyo kwenye uzima wa milele. Yaani ni kama vile tukijionea huruma sana kwamba mimi hili na hili na hili, halafu tumejionea huruma mno, tunashindwa kuwa wavumilivu. Tunaona labda njia ya kumfuata Yesu inatuletea maumivu. Basi tunapotunza nafsi zetu, anasema tutazipoteza. Kumbe tunapoweza hapa na pale kujitesa, hata kujiumiza, kuto kujipendelea wenyewe, kuto kujijali kwa ajili ya kumfuata Kristo, hapo anasema tutaweza kuziokoa nafsi zetu. Anasema pia anayenipokea mimi anampokea yule aliyenipeleka. Lakini pia hata watakapowapokea wale wanaowapokea wale mitume wanapoenda kufanya kazi hiyo ya kutangaza habari njema, maana yake wanampokea Kristo mwenyewe. Na hapa sasa tena anawaambia yule ambaye anaweza kumnywesha mdogo walau kikombe cha maji ya baridi, huyo thawabu yake haitapotea. Kristo hapa anaonyesha kwamba tunapaswa kuwa wakarimu, kuwatendea mema wahitaji, lakini kwa namna pekee hawa watangazaji wa habari njema. Na anatoa mfano huo, anasema walau kikombe cha maji ya baridi. Kikombe cha maji ya baridi ni kitu ambacho kila mmoja, hata kama alikuwa tunasema ana hali sio nzuri ya kiuchumi, yeyote yule anaweza kufanya tendo hilo, kumpatia mtu maji ya kunywa. Sasa anaposema maji ya baridi, tukumbuke kwamba nyakati hizo mazingira yale ni mazingira ya joto. Maji ya baridi yalikuwa yanapatikana kidogo kwa namna yake. Mmoja alikuwa anatakiwa kwenda kisimani kuchota maji asubuhi kabla jua halijatoka. Akishachota hayo maji, ataenda kuyaweka kwenye chungu ambacho kimefukiwa chini. Akiyatunza hapo, basi yatabakia na ubaridi ule. Ukiweka kwenye chombo cha kawaida, yatakuwa tu ya moto kwa sababu ya hali ya hewa. Basi Kristo anaonyesha kwamba maji ya baridi hayo ni ya pekee kabisa, ukimsaidia mtu ambaye ana uhitaji, mtu ambaye ana kiu. Anasema haitampotea kamwe thawabu yake. Wapendwa, tunatafakari leo kuhusu gharama za ufuasi wa Kristo, lakini pia pamoja na fadhila au yale mema mazuri tunayoweza kuyapata kutokana na kuwa wakarimu kwa wengine. Huyu Elisha tunapomtafakari,
anapita ugenini na anakaribishwa vizuri. Ni nafasi kwetu kutafakari kuhusu wale ambao wanatoka nchini kwao na kwenda nchi nyingine, wamisionari, kwenda kutangaza habari njema, kwenda kuwahubiria. Basi kwa kweli wanatakiwa kupokelewa vizuri, tunatakiwa kuwaonyesha ushirikiano, tunatakiwa kuwapenda, tunatakiwa kuwafariji, kwa sababu wamejitoa kwa ajili hiyo. Inakuwa jambo la kukatisha tamaa kwamba mmoja ametoka mbali, anafanya kazi ya umisionari, yupo ugenini, halafu hapokelewi vizuri. Basi tunakumbushwa leo tuendelee kuwa wakarimu. Tuwe wakarimu, lakini kama ambavyo nimesema, sio kwa ajili ya kupata kitu, hapana, kuonyesha tu ukarimu kwao, na hivyo wao wataendelea kuwa na nguvu ya kuendelea kutimiza vizuri majukumu yao. Tuonyeshe ukarimu kwao, na tunapoonyesha ukarimu, muda utafika, Mungu mwenyewe anajua nini cha kutuzawadia. Mungu anatujalia mema mengi, mengine yanakuja tu bila hata sisi kuyaona. Ndio pale ambapo tunashindwa hata Mungu kumwambia asante, kwa sababu yanakuja tu na sisi tunaweza kuyaona kama ni ya kawaida. Lakini tuwe wakati wote tunatambua na kuona nguvu ya Mungu katika maisha yetu, mkono wa Mungu unavyofanya kazi katika maisha yetu. Tumwombe Mungu atujalie neema zake katika maisha yetu, siku kwa siku tuendelee kuwa wakarimu, na kwa ukarimu wetu Mungu aendelee kutulinda, kutuongoza, kutufariji, na kwa njia hiyo ya ukarimu pia tuweze kujaliwa uzima wa milele. Tumsifu Yesu Kristo.